kata yangu hii ya Nyamagana ni kata ya kimkakati. Huwezi ukaisema kanda ya Ziwa bila kuisema Nyamagana. Huwezi ukaisema Mwanza bila kuisema Nyamagana. Kwa nini tunasema kanda ya kimkakati? Ni kanda ya kimkakati kwa sababu miradi mingi ya kimaendeleo iko kwenye kata yangu. Ukiangalia mradi wa MV Mwanza, mradi wa MV Mwanza umetumia kama takriban bilioni 120. Lakini sambamba na hilo kuna upanuzi wa bandari ambayo umetumia bilioni kama 18 hivi. Ukiangalia pia treni iendayo kwa mwendo kasi, yani SGR Isaka Mwanza, kituo kikubwa kitakuwa ni Mwanza. Kwa hiyo ukiangalia uchumi wa kata ya Nyamagana utaenda kuimarika zaidi. Na ukiangalia kuna hoteli nyingine inajengwa ya 5 star Capri Point. Kwa hiyo angalia, tutakuwa na watalii, tutakuwa na wageni wanaotoka nchi mbalimbali kuja kuitembelea kata hii. Kwa hiyo kata hii watu ndio watakuwa kitovu cha maendeleo. Kwa kitovu cha maendeleo, kwa hiyo watu watakuwa wakitoka hapa, kutakuwa kama na connection kwamba watu wametoka Dar es Salaam wanaifikia Nyamagana, watu wanatoka Bukoba, kutakuwa na link ya kiuchumi na mzunguko sana wa kiuchumi katika kata yao. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, tarehe 29 ni siku ya kupiga kura Oktoba. Kwa hiyo watu wakajitokeze kwa wingi sana. Kutakuwa na amani, watu wasiwe na hofu, lakini wampigie kura nyingi sana Dr. Samia kwa kuiona Nyamagana kwamba ni jicho la kanda ya Ziwa. Lakini pia wakawapigia wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi. Lakini wakawapigia madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Baada ya kusema wanashukuru sana. Sawa. Mimi kama diwani wa kata hii ya Nyamagana, lakini pia nikimsemea mbunge wetu Nzela Nyingi, John Francisco Nzela Nyingi, na Mheshimiwa Rais mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, tumesema juzi alikuja kutembelea hapa kata yetu ya Nyamagana, lakini atarudi tena tarehe 28 kufunga kampeni. Kwa hiyo atakaporudi tarehe 28 kufunga kampeni, kwa nini anarudi mara ya pili? Kwa sababu Mwanza pia ni ngome kubwa na ana mapenzi makubwa sana na kanda ya Ziwa, kwa sababu unavyojua kwamba Mwanza ni kitovu cha kanda ya Ziwa. Kwa unapoisemea Nyamagana umeisemea kanda ya Ziwa. Huwezi kusema kanda ya Ziwa bila kuitaja Mwanza, bila kuitaja Nyamagana. Kwa hiyo anakuja hapa kufunga kampeni. Kwa hiyo tuendelee kuonyesha ushirikiano, na tarehe 29 tukapige kura za nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini pia nafasi ya ubunge kwa Chama cha Mapinduzi ndugu yetu John Nzela Nyingi, na Ilemela kule yuko Bwana Kafiti, lakini pia madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi tuwapigie kura. Hata katika eneo lako, kata yako hii, ugombea nafasi ya udiwani? Ni mgombea udiwani kata ya Nyamagana. Kata hii iko Mwanza. Katika wilaya ya Nyamagana tuna kata 18. Kwa mimi niko kata hii ya Nyamagana. Na tumebahatika kutembelewa na Mheshimiwa Rais mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye alibahatika kututembelea tarehe 8 katika viwanja vya Nyamagana. Na kiukweli walijitokeza wananchi wengi, wananchi wa Mwanza kwenda kumsikiliza Mheshimiwa mwenyekiti anasema nini, ambaye pia ni mgombea nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli amesisitiza nchi yetu ina amani na watu wengi wajitokeze siku ya tarehe 29 Oktoba kwenda kupiga kura, wasihofu, nchi na amani, na vyombo vyetu viko tayari katika kuilinda amani hiyo. Kwa hiyo mimi kama mgombea na mgombea wa nafasi ya udiwani, lakini pia kuna mgombea wa nafasi ya ubunge, wajibu wetu sisi ni kuendelea kutoa hamasa kwa wananchi wasiwe na hofu siku ya tarehe 29 hapatatokea shida yoyote. Maandamano hayo ni maandamano tu ya mtandaoni, lakini amani ipo bado. Nchi yetu tunajivunia hicho, na tarehe 29 kutakuwa na amani tele. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wananchi, wakazi wa Mwanza, wakazi wa Nyamagana, wajitokeze kwa wingi tarehe 29 kwenda kupiga kura.